Habari za leo, hamjambo. Kuna mambo kadhaa nataka niwazungumzie na moyo wangu naamini kwamba itakuwa ni mambo ya faida. Unajua kwa hii channel huwa kuna vitu nawafundisha, tumia hii hivi na hivi, hivi na vile, alafu wengi mnatumia lakini wengine hamuoni matokeo. Kuna vitu nataka kuweka wazi, alafu Mungu awajalie kama ukihusika na mambo haya ujue unaweza ukafanya nini. Kuna vitu ambao nimesema elements za watu kama moto, yani fire, earth, ardhi, na air, upepo, na element kama ya maji, water. Kila mwanadamu ameunganishwa na hizo, na kuna vile Mungu ameweka mambo kufanya kazi. Samaki unapoiweka kwa maji hauhitaji maombi wala kufunga wala sadaka ndio iweze kuswim, itaogelea tu. Nyota ukiiweka katika nafasi yake itamulika, haihitaji kufunga, haihitaji kuomba, haihitaji kutoa sacrifice. Mmea ukiupanda mzuri katika ardhi yake kwa rutuba nzuri, hiyo mbegu itamea tu, haihitaji kufunga, haihitaji kufanyia kazi, itamea kumea. Mwanadamu naye kuna mahali Mungu amemuunganisha. Ukitoa ile samaki kwa bahari uiweke kwa nchi kavu, itang'ang'ana kuishi na hata mwisho itakufa kabla wakati. Ukitoa ile nyota mahali pake haitamulika tena. Uking'oa mmea huo utakauka kwa sababu umeuondoa katika nafasi yake. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Unapokosa kuelewa kwamba naye mwanadamu ndiye aweze kufaulu na kufanikiwa katika dunia hii, kuna mikakati ya kiroho ambao Mungu ameweka kuunganisha na mwanadamu, ili kwamba akiwa survive na kwenda vizuri, hayo mambo lazima yafuatwe. Ukikosa kufuata hayo mambo utajikuta katika mitego mingi na kung'ang'ana kwingi, kama samaki ambayo imetolewa katika maji, kama mmea ambao umeng'olewa, kama nyota, we ni nyota lakini imeondolewa katika nafasi yake, haiwezi ikang'aa. Ndivyo alivyo mwanadamu anapong'ang'ana na kufanikisha maisha yake na kukundua hatima yake, kufanikisha, aking'ang'ana bila kupata mafanikio. Mambo yamewekwa rohoni. Hizo vipengele vine nimetaja vimeunganishwa na mwanadamu yoyote aliyeumbwa dunia hii, na kila kipengele kina sheria zake, na unaweza ukaishi maisha ukiwa haujui sheria za hizo vipengele, ukaishi maisha ambayo yanaenda kinyume na hizo sheria. Sasa ukasababisha maisha yako yakawa kama yamerogeka. Ukafikiria mtu mwingine, labda jirani, labda nani mlisoma naye, labda jirani kule bara, labda amekuendea ule kazini, ule ofisini, kumbe ni wewe mwenyewe umejiroga. Kwa sababu kutojua ni roho ya kijinga ambayo inasababisha mtu kuingia katika upumbavu. Maana roho ya kutojua ni silaha ya adui. Na ndio maana Mungu anasema katika neno lake, watu wangu wanaangamizwa na nani? Na adui, kwa kukosa maarifa. Watu wangu wameshikwa mateka kwa kukosa maarifa. Sasa mwanangu, funguka macho, uelewe kwamba kuna vitu vingine ambavyo unang'ang'ana navyo na unatumia vidaa vingi ambazo labda nafundisha, maua, nyasi hizi, mbegu hii, majani haya, mafuta haya, chumvi ile, maji haya, na pengine hiyo vitu haufaulu kwa sababu kuna vitu ambavyo haujatayarisha, haujatengeneza maisha yako yakawa sawa. So ni kama samaki tu ambaye inang'ang'ana iweze kuswim lakini iko juu ya ardhi. Iwapo hauko katika kugundua hatima yako na ukakaa katika nafasi yako, utang'ang'ana na mambo mengi sana katika maisha. Sasa ni ukigundua itakusaidia rahisi. Kuna vitu ambavyo watu wanajihusisha navyo
na hawajui kama hizo vitu vina uwezo mkubwa wa kuharibu maisha. Wacha nikutajie vitu kadhaa, si vyote lakini sehemu. Kwa wale ambao mnapenda kunaka, nikisema kunaka unajua kujuana mambo ya kimwili. Iwapo kuna wale ambao mnapenda tu kufuata wake za watu, ni mke wa mtu lakini wewe unapenda huyo ndio unapenda, tayari iko laana juu yako, maana unakunywa maji katika kisima ambazo si chako. Unaiba maji ya wenyewe. Kuna visima ambavyo ni vya wazi, madimbo ambao watu wote wanaenda pale, inaitwanga madimbo za serikali. A place that is a public place, mahali ambapo watu wanaenda wanaogelea, kila mtu, haina mwenyewe. Lakini kuna visima ambavyo vimetayarishwa ni vya mwenyewe. Mke wa mtu tayari ni kisima cha mtu. So wewe unapenda kwenda kwa hao wake wa watu. Laana inayokupata kwa sababu ya kutembea na kupotosha nyumba ya mtu pale, mke wa mtu, unajiogelea kwa kisima ya mtu mwingine, hiyo laana itakusumbua. Maana mwanamume ni tofauti na mwanamke. So unapotoka wewe ni mume wa mtu na unapenda tu kwenda kupotosha kwa nyumba ile ingine, unachukua mke wa ule mtu, basi wewe unakunywa maji katika kisima. Kumbuka mwanamke ni kisima, unakunywa katika maji katika kisima cha mtu mwingine. So wale mnapenda, wengine mnaenda na kesa ndugu zenu, wengine mna ndugu yako anamke akiondoka, wewe ndio huyo umeingia hapo kumsumbua, basi hiyo laana inaweza kusumbua maishani. Na mara nyingi watu kama hao hawaoi, mara nyingi wanakosa kuoa kule mbele, wanakaa tu wakitegea wake za watu. Jambo la pili ni kufanya ngono na watu ambao ni wa ukoo. Watu mnaitana blood, auntie, kaka, nani, uncle, au watu wa ukoo wenye mnaingiliana kiukoo mahali. Yani kitu fulani kinaweza fanyika cha ukoo kikawakusanya wote mkakuja pale, na nyinyi mnajuana kimwili kila wakati, basi umeingia katika huo mtego. Jambo lingine ni wale mnajuana na wanyama. Kuna watu wanapenda kushika makuku, mambuzi, ng'ombe, kondoo, vitu kama hizo, wanajuana mambo ya kingono na wanyama. Uko chini ya laana ambayo inaharibu hatima. Vitu kama vile vinaharibu hatima, vinaharibu kabisa hatima. Unaweza kuokoka ukajaza roho, lakini mambo ya maisha haya hutayaona yakikwendea vizuri, kwa sababu kuna kitu ambacho ulihusika nacho kikatundika laana fulani ndani yako, na hiyo laana ikaharibu hatima yako, ama ikaifunika, haijafunuliwa, ama ikachafuliwa, haiwezi kuleta msaada kwako. Sasa jambo lingine ambalo nitakwambia wanangu ni utafute vile unaweza kujiondoa katika mambo hayo ambayo nimezungumza, pamoja na yale mengine ambayo sijataja. Hizi ni njia ambazo zinaweza kukufungua utengeneze amani na ardhi. Maana vitu vyote ambavyo unataka vinatoka kwa ardhi. Kufanikiwa kunatoka kwa ardhi, natoka katika mchanga. Mungu akusaidie uweze kujua kwamba kutengeneza amani na ardhi kunaweza kurudisha hatima yako. Na video zitakaofuata nitazungumzia habari namna ya kutengeneza amani na ardhi kwa njia ya sawa na kwa rahisi ambao watu wengi wanaweza kupata. Unaweza kulaumu rafiki nani, kumbe umejiroga mwenyewe. Uliingia katika mitego na watu wanasema nimeokoka, baada nimesamehewa. Umeokoka, umesamehewa, lakini umesahau maarifa. Maana kuokoka hakukuondoi kwa umaskini. Kuokoka kuna kuondoa katika adhabu ya milele. Kuokoka kuna kupatia tumaini la uzima wa milele. Lakini kuokoka hakukutoi katika ukarahisi upate maarifa. Kuokoka kuna kupa maarifa kutoka katika umaskini. Maana ni kumbuka, ni safari ya kuendelea. Uliokoka, unaendelea kuokoka, utaokoka. Maana haujafika, ni njia uligundua, na hiyo njia inakusaidia kupata maarifa, kupigana ili urudi sawa. Si nikusaidie hivi tu nikatishe video yangu hapa, niseme kwamba Mungu wa uzima akubariki na Bwana akutetee katika yale ambayo utaweza kuyafanya. Siwacha Mungu wa uzima awape neema. Msikilize fundisho hilo, litawasaidia mahali.
Tukutane kwa hiyo video itakakuja. Asante, bye bye.